Kwa kila mtu ambaye anataka kupata nguvu mpya, unadhani ni kwa nini Mungu alitoa mfano wa tai? Kwamba utapata nguvu mpya kama tai. Kwa nini? Kwa sababu kupata nguvu mpya kuna gharama, kuna maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupata nguvu mpya sio kwamba inakuja kienyeji tu from nowhere, kwamba umelala zako tu na koroma unapokea nguvu mpya. No, kuna gharama ambayo lazima ukubali kuiface. Usikwepe hayo maumivu, usikwepe huo mchakato. Kubali kuuface huo mchakato ili upokee nguvu mpya. Utaona sasa alipotoa mfano wa tai, tunaona kwamba tai kuna kipindi ambacho huwa anafika sasa, anakuwa kucha zake zinakuwa zimekuwa ndefu mpaka zimepinda kiasi kwamba anashindwa kukamata vitoweo. Unaona, mdomo wake umekuwa mrefu mpaka umepinda kiasi kwamba anashindwa kula vizuri au anashindwa kula. Kwa hiyo ukiangalia hata mabawa yake pia yamezeeka. Unaona, hawezi kukimbia kwa kasi, hawezi kukamata vitoweo, hawezi kula. Kwa hiyo unakuta kwamba akipiga hesabu anaona nikikaa hivi nikirizika na hali hii nitakufa. Kwa sababu gani? Sitaweza kuinda na sitaweza kula. Nisipoweza kula basi uhai wangu utakuwa umefikia mwisho. Ndio inakuja pale Yesu anaposema kwamba anayehurumia nafsi yake ataipoteza, lakini yule ambaye anaipoteza nafsi yake ataiokoa. Kwa hiyo tai anafanya process kama vile anaipoteza nafsi yake, kujitoa kwa maumivu. Anaenda kwenye mahali ambapo kwenye miamba, milima, kwenye mawe ambako atakaa kule peke yake. Atakaa kule peke yake, atahakikisha kwamba kwenye mawe anagonga kucha zake mpaka zitoke zile kucha zile ambazo zimekuwa kubwa. Kwa maumivu makali mdomo wake atagonga mpaka ule mdomo utoke, kiasi kwamba utoke tena mdomo mpya, kucha mpya, na mabawa yake pia kuna mchakato wa kuwafanya ili arudi kuwa na mabawa mapya, kucha mpya na mdomo mpya, kiasi kwamba sasa huu mchakato una maumivu makali, lakini anakubali kupitia hayo maumivu ili aweze kupona, kwa sababu aki-entertain anakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata kwenye maisha yetu pia kuna wakati ambapo tunatakiwa tunapitia maumivu, yani tunatakiwa tukubali kupitia maumivu. Kuna kitu unaona kinakupa raha, lakini hicho kitu kinakuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kama ulevi unakupa raha, lakini unakuangamiza. Uzinzi unaona kama unakupa raha, kumbe unakuangamiza. Ndio maana Biblia inasema kwamba unaiangamiza nafsi yako kwa kufanya kwa kuzini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona kwamba ni raha, ni entertainment. Masturbation unaona kama vile ni kujiburudisha, lakini kumbe unatoa kwa shetani, unatoa nguvu zako kwa shetani, unapoteza uzao wako, unapoteza nguvu yako, unapoteza power ambayo ilitakiwa izae biashara, izae vitu vikubwa kwa faida yako na kwa faida ya watu wengine na ufalme wa Mungu pia unapoteza. Unahisi kama vile, lakini ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu hujataka kulipa gharama, kuingia maumivu ya kuamua kukata hivyo vitu ili uweze kupata nguvu mpya na kutembea kwenye nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuona kwamba ili upate nguvu mpya sasa inabidi ukubali Mungu akupruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu unapopruniwa, matawi yale ambayo hatakiwi yanakatokatwa, yanaondolewa ili mtu uweze kukua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe ili uweze kukua vizuri, uongezeke na upate nguvu mpya, kuna baadhi ya vitabia ambavyo Mungu lazima avikate, aviondoe, avitoe kwenye maisha yako. Unabidi uwe mpole, uwe mnyenyekevu, uwe mvumilivu, kuvumilia hayo maumivu ya kuwa pruned. Kuna watu wataondolewa, kuna vitu vitaondolewa, ili mradi tu uweze kuwa namna ambavyo Mungu anataka, ili nguvu za Mungu sasa ziweze kuwa active ndani yako. Anasema hivyo katika Isaya sura ya 40 kuanzia mstari wa 29. Anasema kwamba huwapa nguvu wazimiao, humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukishakubali kumsubiria Bwana, ukakubali kuvumilia hayo maumivu, hayo mateso ambayo unaona kama vile mateso ni maumivu ambayo Mungu anakupruni, anakutengeneza, anakufanya jinsi ambavyo yeye anataka, ukakubali, ukishafikia hiyo process, anasema sasa utapanda juu kwa mbawa kama tai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu tai baada ya kuwa sasa ameshakubali kukaa kule kwa njaa siku kadhaa, baada ya muda fulani mpaka amecover, kucha zake zimetoka, mdomo umetoka, mabawa yake tena amekaa effective. Kwa akitoka pale anapiga mbio za kasi mno, hakuna kitu ambacho kinaweza kikamsumbua. Anaenda kwenye level za juu sana, sio upepo sio nini. Anakuwa na focus kubwa na uwezo mkubwa wa
attack pamoja na kula. Kwa hiyo anajikuta kwamba ana nguvu mpya. Ndio hivi ambavyo Mungu anasema kwamba na wewe pia utapiga mbio kama tai. Utapiga mbio wala hutachoka, utakwenda kwa miguu wala hutazimia. Watu watakuwa na kushangaa kwamba kwa nini vitu ambavyo vimewashinda wengine wewe unavuka. Magumu, mapito, majaribu, watu wengine ambao yamewaangamiza, lakini wewe umesimama imara. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikubali kupokea nguvu mpya kupitia mchakato wa kutengenezwa na Mungu, kupitia maumivu ambayo tai anakuwa anapata, ili aweze kujiokoa, ili aweze kuwa na nguvu na imara kama tai kijana. Kwa hiyo ngoje Bwana, usikate tamaa wala usione kama Mungu anakuonea. No, Mungu anakutengeneza ili uwe na nguvu mpya, ili uweze kupiga mbio wala pasiwe na kitu cha kuzuia, wala usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa sana mtu wa